Unyenyekevu ni kujitambua, ni kujiamini na kujithamini. Unyenyekevu ni kujitambua, kujiamini na kujithamini. Katika nyakati tofauti tofauti, nimepata nafasi ya kuzungumza na watu ambao ni rika ya mama zangu, ambao wanaweza kuwa ni kina bibi kwa wengi ambao mmekuwa mkifuatana nasi. Na katika kuzungumza nao, nimegundua liko kundi la watu ambao waliishi maisha yao ya ndoa, wale wanawake wakiwa ni wanyenyekevu, wakiwa ni wasikivu, wakiwa ni watu wenye hali ya kujaribu siku zote kujishusha kwa waume zao. Lakini ule unyenyekevu sio ule unaotoka rohoni. Yaani ni wale wanawake ambao kabisa wanakuambia kwamba walikuwa wanaishi na huyu mume huku wanajua na wanawaza kwamba huyu mwanaume, laiti ningelikuwa na uwezo wa kupata pesa zangu, laiti ningekuwa na kazi yangu, ningekuwa na biashara zangu, ningekuwa na pesa ya kuweza kuishi kwa kujitegemea peke yangu, ningekuwa na pesa ya kuweza kutunza watoto wangu, ningekuwa nimeachana na huyu mwanaume. Kwa hiyo mwanaume anarudi nyumbani, mwanamke ni mnyenyekevu, wakati mwingine anapiga hadi magoti, anamkaribisha, karibu nyumbani mume wangu, atampa chakula, atafanya hivi, atafanya vile. Kajishusha kabisa kwa namna ya nje inayoonekana. Lakini kumbe moyo wake anavyomwazia huyu mtu, wakati mwingine anawaza hivi, huyu mtu hata amerudi kufanya nini, bora angechelewa kazini. Huyu mtu yani hatamani hata kumuona, lakini anamuonyesha unyenyekevu. Kwa bahati mbaya sina jina jema, sina jina zuri kwa kuita aina hii ya unyenyekevu, isipokuwa uhalisia kwamba huu ni unafiki, sio unyenyekevu. Kwa hiyo unyenyekevu wa kweli tunauona pale ambapo unafanyika kwa namna ya rohoni, unafanyika katika roho na kweli, unafanyika kwa namna ambayo ni kweli umetoka rohoni. Mtu ameamua kuwa mnyenyekevu, sio kwa sababu ana upungufu fulani na anatarajia kitu fulani anachokipokea toka kwa huyu mtu, anajishusha kwa nje, lakini roho yake haina kujishusha. Nyakati za sasa tumekutana pia na wanaume, kwa sababu nyakati hizi wanawake pia kwa neema ya Mungu tumepata nafasi ya kusoma, kufanya biashara, kuzalisha pesa. Wako wanaume pia ambao kuna kitu fulani wanakitegemea toka kwa huyu mwanamke, kwa hiyo wanakuwa wanyenyekevu kwa huyu mwanamke ambaye wanaishi naye. Kumbe sio unyenyekevu unaotoka rohoni, ila kwa sababu kuna kitu wanakipata. Hakuna jina jema la unyenyekevu aina hiyo, isipokuwa kwamba ni ukweli huo ni unafiki, sio unyenyekevu. Kumbuka somo la leo tunasema unyenyekevu ni kujitambua, ni kujiamini na kujithamini. Ni kujitambua, kujiamini na kujithamini. Sasa hebu tuangalie kidogo maneno ya Mungu. Tuangalie kwa wale ambao tunaiamini Biblia, iko mistari ambayo itatusaidia sana kulitafakari hili somo. Lakini kwa wewe ambaye huiamini Biblia, labda ni dini nyingine na umekuwa ukifuatana nasi, liko somo zuri sana ambalo pia utalipata kwa namna yako. Na naamini Mungu ataendelea kutusaidia kuendelea kupiga hatua ili kuwa watu wenye ndoa bora zaidi, wenye mahusiano bora zaidi, wenye familia bora zaidi, kwa sababu hiyo ndio sababu peke yake tuko hapa tukisema na wewe. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Biblia katika Injili ya Yohane sura ya 13 mstari wa 3 mpaka wa 8. Injili ya Yohane 13 mstari wa 3 mpaka wa 8. Neno la Mungu linasema, Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake na kwamba ametoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliinuka chakulani, akavua mavazi yake, akayaweka kando, akavua mavazi yake akayaweka kando, akajifunga kitambaa kiunoni, akachukua maji akayamimina kwenye dishi, akaanza kupita akiwatawadha miguu wanafunzi wake, na baada ya kuwatawadha miguu aliwafuta miguu ile kwa kitambaa alichojifunga kiunoni. Na aliendelea hivyo mpaka akafika kwa Petro. Alipofika kwa Petro, Petro alikuwa na mazungumzo na Bwana Yesu, ukiangalia lile neno pale. Na yale mazungumzo yaliishia Petro kumwambia Bwana Yesu kwamba, Bwana, wewe hutanitawadha mimi miguu. Na Yesu Kristo alimwambia, nisipokutawadha miguu huna shirika nami. Nisipokutawadha miguu huna shirika nami. Kwa hiyo neno liko wazi kabisa, linatuambia Yesu hali akijua ya kuwa amepewa vyote mikononi mwake na Baba. Yaani Mungu alikuwa amempa vyote mikononi mwake, anavyo. Tena sio kwamba alipewa vile tu anavyoviona kwamba anavyo, lakini alikuwa na uhakika hata wa baadaye
Yaani alipewa vyote maisha ya sasa, lakini alikuwa anajua nimetoka kwa baba na nitarudi kwa baba. Alikuwa anajua na uhakika wa baadaye kwamba ni yule mtu ambaye katika nyakati za sasa tungetafakari nini? Katika nyakati za sasa tungetafakari juu ya habari ya aina ya vitu ambavyo unaweza kuwa unavihitaji, aina ya vitu ambavyo unaweza kuwa unavithamini, aina ya vitu ambavyo unaviona hivi ndio vya maana sana. Ni vitu gani hivyo vinaweza kuwa? Yawezekana vitu hivyo vikawa labda ni kwamba una magari. Watu siku hizi wanathamini magari, na ni kweli magari ni luxury. Ni yule mtu ambaye kwa neema ya Mungu amefanikiwa anakuwa nayo. Gari la namna gani unalitamani? Yaani ni kama ungekuwa yule mtu ambaye una magari ya aina yote unayoyatamani. Kama ulikuwa unatamani nyumba nzuri ya kuishi, sijui eneo gani nilitaje, labda nitaje Masaki. Una nyumba nzuri ya kuishi kule Masaki, Oysterbay. Labda una magorofa Kariakoo. Labda una pesa nyingi kwenye akaunti yako, sijui pesa nyingi kiasi gani. Kwako ungeiona hiyo ndio inafaa na ukaona kwa kweli sasa ni nacho ambacho nilitamani kuwa nacho kifedha. Kama ni mabilioni, basi una mabilioni kwenye akaunti yako. Kama ni vyeo, kama ni elimu, basi ndio umesoma. Kama unathamini elimu, umesoma mpaka una PhD, una degree ya kwanza, una masters, una PhD. Kama ni vyeo, pengine una vyeo vyote. Pengine ni polisi wa cheo cha juu kabisa, ni askari jeshi la wananchi Tanzania, pengine una cheo cha juu kabisa, ni daktari, ni engineer, ni nesi, ni chochote ulichonacho. Kama ingemaanisha basi wewe ndio umekaa kwenye hiyo nafasi, unatazama Mungu amekupa chochote unachokitamani, hivyo vyote unavyo. Na sio tu unavyo kwa sasa. Kwa sasa hivi lugha ya mjini ni government bonds. Lugha ya mjini ni kununua hati fungani za serikali. Pengine sasa inamaanisha Yesu Kristo, Biblia inasema alijua amepewa vyote na Baba mikononi mwake. Lakini alikuwa anajua kwamba ametoka kwa Baba, anakwenda kwa Baba. Kwa maana ya kwamba hata kama umepewa kila kitu, unavyo hivyo vyote hapa duniani unavitumia, bado sio ile kwamba umnyenyekee mtu kwa sababu unawaza siku moja nisije nikaishiwa nikamhitaji. Ila uwe na uhakika hata kwamba pengine una hizo government bonds, una hizo hati fungani, una milioni 500 kule, una uhakika kupata shilingi milioni 5 kila mwezi hata usipofanya kazi yoyote, usipozalisha chochote. Hivyo unavyo, una uhakika wa sasa na wa baadaye. Sasa wewe ukiwa kwenye kujitambua kwa kiwango hicho, ndipo ambapo tunaweza tukauona unyenyekevu wa kweli kutoka kwako. Sio kwa sababu unahitaji chochote kwa mtu yeyote, ila ni unyenyekevu wa kweli unaotoka tu rohoni mwako. Na katika nafasi hii, hebu nizungumze na mwanaume. Nizungumze na mwanaume kwamba neno la Mungu linasema mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Tena na neno la Mungu linasema mume anapaswa kumpenda mkewe kama Kristo alivyolipenda kanisa. Tena neno la Mungu limekupa heshima kubwa sana mwanaume ambaye umepata nafasi ya kuwa mume. Mwanamume uliyeweza kupata hadhi ya kuoa na kuwa na mke wako, unaitwa mume. Biblia imekupa heshima kubwa sana, mtu wa Mungu. Biblia imekupa heshima kubwa sana. Unaitwa mfalme, unaitwa bwana, unaitwa baba, unaitwa kila jina jema lililopata kuitwa mwanadamu hapa duniani. Una heshima kubwa sana. Kwa hiyo wewe ndiye ambaye neno la Mungu linakufananisha na Kristo. Kama Kristo alivyolipenda kanisa, ndivyo mume anapaswa kumpenda mkewe. Mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Kama Kristo alivyo ni mfalme, kama Kristo alivyo ni bwana, wewe pia unapaswa kuitwa mfalme. Wewe unapaswa kuangalia kama mfalme, kuangaliwa kama mfalme na mke wako, kama bwana na mke wako. Leo Yesu Kristo anakupa mfano halisi wa kufuata. Wewe mume ambaye unajijua wewe ndio provider wa kila kitu kwenye familia yako, ndio unaelisha familia, unasomesha watoto, una majumba, una magari, una viwanda kama unavyo, una pesa nyingi, una kila kitu unachokihitaji. Neno la Mungu linakutaka sasa wewe ndio utuonyeshe unyenyekevu unaotoka rohoni, sio kwa sababu unahitaji chochote. Vitu vyote vilivyo halisi vinaanzia rohoni. Unyenyekevu wa kweli unaanzia rohoni. Unaweza kuwa wewe ni daktari, unaweza kuwa wewe ni engineer. Biblia inatuambia Yesu Kristo akiwa anajitambua sasa ana hayo mafanikio aina yote, aliinuka akavua vazi lake akaliweka pembeni. Unapotazama vazi, kwa kawaida vazi ndilo ambalo huwa linatutambulisha wadhifa, vyeo, mamlaka za mtu alizonazo. Kwa mfano, ukimwangalia daktari, vazi lake alilovaa huwa linatutambulisha huyu ni daktari au nesi au engineer.
Unamuona amevaa mavazi yake, yuko kazini, vazi lake linatutambulisha yeye ni nani. Lakini watu wenye mamlaka katika serikali, ukimwangalia kama ni mkuu wa majeshi, kama ni mtu ambaye ana cheo kikubwa jeshini au polisi, askari polisi, vazi lake ndio linatuonyesha huyu cheo chake ni cha namna gani. Kwa hiyo Yesu Kristo anapotuonyesha mfano wa kuvua vazi, anatuonyesha mfano wa kuvua zile mamlaka tulizonazo ili tuweze kuwa watumishi. Neno la Mungu linatuambia aliye mkuu kwenu, anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wa wote. Wewe mume ni mkuu sana kwa mke wako, ndiwe unayetarajiwa kuwa mtumishi kwa mke wako, kwa watoto wako, kwa familia yako. Vyeo vyako, wewe ni daktari kama nilivyosema, wewe ni injinia, wewe ni nesi, wewe ni askari polisi, wewe ni askari magereza, wewe ni mwanasheria, jaji. Cheo chako unapofika geti ya mlangoni mwako unatakiwa uweze kuvua kama Yesu Kristo alivyofanya. Haijalishi wewe ndio kila kitu pale nyumbani, ndio unayetoa kila kitu. Lakini mke wako anamhitaji mume, hahitaji mtu na vyeo vyake. Hahitaji askari polisi, hahitaji afande, hahitaji sijui niite cheo gani. Hahitaji injinia, anahitaji mume nyumbani. Watoto wako wanamhitaji baba nyumbani. Hawahitaji vile vyeo vyako. Ukifika getini vitoe vile vyeo vyako kama Yesu Kristo alivyovua vazi lake. Toa vile vyeo vyako uingie kama baba ili uwe karibu na watoto. Mwanaume, wewe ambaye kama nilivyosema una kila kitu, unajitambua, unyenyekevu wa kweli unatoka katika kujitambua, katika kujiamini na kujithamini. Unyenyekevu unaotokana na kwamba nina uhitaji, huo sio unyenyekevu, ni unafiki. Mwanaume unayejitambua kiasi hicho, unatakiwa kutambua kwamba neno la Mungu katika ile Injili ya Yohane sura ya 13 mstari wa 8 anasema Yesu Kristo alimwambia Petro, nisipokutawadha miguu huna shirika nami. Wanaume nyakati zingine wamekuwa hawana shirika na watoto wao majumbani. Wakati mwingine hata shirika imekuwa ni shida kati yao na wake zao. Kumbe shirika, unyenyekevu wa kweli unapotoka rohoni unaweza kuponya hata yale maumivu madogo madogo yaliyokuwepo kutokana na unyenyekevu unaotoka rohoni. Maana unyenyekevu kitoka rohoni ni ibada. Shirika kati yako na mkeo itaongezeka, itathibitika, itaonekana wazi. Kuna siku nilikuwa naongea na baba mmoja, watoto wake walikuwa wakubwa, wameshafikia ile hatua ya kuwa kama kwenye ngazi ya vyuo vya juu, ngazi ya universities. Akaniambia watoto wangu wananiangalia mimi kama ATM. Wakinipigia simu ni kwa sababu wanahitaji hela. Kama mtu ambavyo akihitaji pesa anakwenda kwenye ATM. Hata nikiwa nyumbani, anasema hata akiwa nyumbani watoto wake wakija kwake wanakuja, zungumzo lao walilonalo ni pesa basi. Amekuwa kama ATM. Lini uliona mtu anaenda kucheka na ATM? Lini uliona mtu anakwenda kushare chochote na ATM, kushirikishana na ATM? Hakuna shirika kwa sababu ni mtoaji wa pesa. Mwanaume, unyenyekevu wa kweli ukitoka rohoni ni ibada, lakini unyenyekevu kama Yesu Kristo alivyosema nisipokutawadha miguu huna shirika nami. Wale unaojishusha na kuwa mnyenyekevu kwao na kuwahudumia kwa upendo toka rohoni, hao ndio watakao kuwa na shirika na wewe. Ili mwanaume wawe na shirika na wewe, ni vyema uwe unavua vyeo vyako, unavua mamlaka yako unapoingia nyumbani, wahudumie watoto wako. Wakati mwingine ni mwanaume ambaye una mke ambaye ni housewife, yuko nyumbani. Ziko kauli ambazo huwa zinatokea wakati mwingine, kauli ambazo kwa mtazamo wangu sio nzuri. Kauli ambazo mtu anamwambia mke wake, nyinyi mlishinda tu hapa nyumbani, mimi nimetoka kazini nimechoka. Mimi nikutie moyo mwanaume. Nikutie moyo. Na ninamwomba Mungu ulikubali jambo hili, utakuja kunishukuru siku moja na utamshukuru Mungu. Nikutie moyo, katika mwaka mzima tenga walau siku 2, na mimi nashauri kipindi cha Kwaresma iwe siku moja hapo, ni sadaka kubwa. Tenga wewe mwanaume ambaye una mke ambaye ni housewife, hata una mke ambaye anafanya kazi lakini mna msichana wa kazi nyumbani pale, mna watoto. Tenga siku, tafuta movie nzuri kabisa ambayo mke wako na watoto wanaipenda, movie yenye mafunzo, kuna movie nyingi siku hizi mbaya. Iweke hapo. Mwambie mke wako, mwambie mke wangu mpendwa, leo utakaa hapa mpenzi, wewe na watoto mtakuwa mnaangalia hii movie. Nimewaletea movie nzuri muangalie, na mimi leo nitahudumia nyumbani. Amka saa 11 alfajiri, piga deki nyumba, osha vyombo, fagia uwanja, safisha vyoo, wapikie chai, watengee, waletee na maji wanawisha wanywe chai.
toa vyombo, nenda kavioshe, pika chakula mchana, waambie kabisa leo hamnisaidii, mimi leo nawafanyia, nyinyi kaeni hapa. Waandalie chakula cha mchana, waandalie na chakula cha jioni, fanya siku nzima. Nina imani ukifanya hivyo mambo kadhaa yanaweza kutokea. Katika haya mambo itakuwemo wewe kuthamini pia wale watu na kazi wanazozifanya pale nyumbani. Nina imani utawatazama kwa tofauti. Kuanzia siku ukifanya hizo kazi wewe kwa mkono wako zote, utawatazama kwa tofauti. Lakini utakuwa na shirika na watoto wako. Mimi nakwambia utakuja kushangaa watakuja kwa watu wazima katika mambo watakayokuambia wanayakumbuka, watakumbuka kwamba ulikuwa unawahudumia kipindi cha Kwaresma. Watakuambia hayo na utakuja kushangaa, mtu wa Mungu. Utakuja kushangaa mambo watakayoyathamini ni hayo unayowahudumia. Na unaweza kufanya hivyo walau mara 2 kwa mwaka. Tenga muda kucheza na watoto wako. Cheza nao, tenga muda kumlisha mtoto wako baba. Mlishe mtoto wako wa kike. Mlishe mtoto wako wa kike. Kuna watoto wa kike ambao wameingia kwenye mahusiano mabaya na wanachezewa sana kwa sababu hawakupata upendo uliowapasa kuwapata toka kwa baba zao, ambao wangewapa upendo wa kujali, upendo wa kuthamini, upendo wa mguso, huku wakiwa wanawatakia mema na kuwatunza. Matokeo yake wanaenda kupokea upendo feki kwa watu ambao hawana upendo kwao ila wanataka tu kuwatumia, wanaharibikiwa. Lisha mtoto wako mwanaume. Koroga uji, pozesha uji, mlishe mtoto wako kwa kijiko wewe mwenyewe. Mtoto wako wa kike mlishe, mtoto wako wa kiume mlishe. Vile unavyojishusha na kuwahudumia ndivyo unavyotengeneza mahusiano. Kama nilivyosema, watu huwa hawana mahusiano na ATM. Lakini katika kuhudumiana binadamu, uhusiano huo unadumu siku zote. Siku zote wanao watakuwa wakubwa, wataenda zao chuo, utawaambia leo nataka kuwapikia chakula, njooni nyumbani wanangu na waandalia chakula. Na siku nyingine nao wataandaa chakula, baba leo tumeandaa dina nyumbani, njoo tumeandaa chakula. Hayo ni mahusiano endelevu. Umezoea kucheza nao toka watoto. Siku nyingine wakiwa watu wazima mtaondoka mtaenda uwanjani, leo twende tukafanye mazoezi. Mtaondoka mtaenda bichi, twende bichi. It's not strange. Yaani sio kitu kipya cha ajabu. Watoto wamezoea kucheza na baba yao. Twende bichi leo, wako watu wazima na nyumba zao. Leo twende bichi. Tunakumbukia baba tulipokuwa tunacheza tukiwa wadogo. Twende, tumeandaa mipira, tumeandaa nini, mnaenda bichi mnacheza. Hayo ni mahusiano endelevu. Kwa hiyo katika kujishusha na kuhudumia kwa upendo, kama Yesu Kristo alivyosema, nisipokutawadha huna shirika nami, shirika linaendelea. Kwa hiyo mwanaume, nataka kukutia moyo uchukue hiyo hatua. Nataka kutia moyo utembee katika hiyo hatua. Nataka kutia moyo, na ukilifanya jambo hili bila shaka utaona tofauti kubwa sana. Kwa sababu hata wakati mwingine watoto wetu wa kiume, watoto wetu wa kike wameshindwa kutuambia mambo magumu wanayoyapitia. Wakati mwingine wanafanywa maovu ndani ya nyumba zetu. Utagundua kwamba katika kuwahudumia, katika kushuka, unakuwa tena sio baba, unakuwa ni wakati mwingine mwenzie ambaye anaweza kucheka na wewe, anaweza kuzungumza, akaweza kukueleza mengine ambayo yanaweza kuwa ni muhimu wewe kuyajua ili umsaidie mwanao. Katika kushuka na kumhudumia kunatengenezeka wepesi. Kiingereza wanaita ice breakers, ice breaking. Kunatengeneza wepesi wa mahusiano kati yenu na ule ushirikiano ambao upo endelevu. Lakini niseme kidogo na wewe mwanamke pia. Mwanamke pia unaweza kuwa na cheo, unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na magari, unaweza kuwa na majumba, unaweza kuwa mwanasheria, unaweza kuwa mkurugenzi wa makampuni, manager. Muda unapofika kwenye geti la nyumba yako, vua vazi lako. Vazi ndio linalotuonyesha vyeo vyako. Ondoa vyeo vyako, viache pale getini, ingia ndani. Mume wako anahitaji mke. Tena mume wako anabaki kuwa mfalme kwako. Haijalishi hali nyingine zilizopo. Hiyo ni nafasi tu ambayo amepewa na Mungu. Haijalishi chochote kingine kilichopo. Vua, ingia ndani, mume wako anahitaji mke. Vua, ingia ndani ya nyumba, watoto wako wanamhitaji mama. Mwanamke, hudumia watoto wako kwa upendo. Namshukuru Mungu kwa sababu wanawake wengi, hiyo ni nature tumeumbiwa na ni wepesi sana huwa tunahudumia. Fanya kwa ziada, fanya zaidi katika hilo. Maana siku hizi pia tunakuwa tumebanwa na kazi za utafutaji pesa. Wakati mwingine jukumu hilo tunalisahau. Si sahihi kujikuta kwamba mtoto wako anaweza kumchangamkia na kumfurahia dada wa kazi anayemlea kuliko wewe mama yake. Hata kama unapata muda mfupi, uwe ni muda wenye changamko kubwa, wenye furaha kubwa. Ni muda ambao mtoto ajione anataka kuconnect, anataka kuwasiliana, anataka kushirikiana na wewe mama yake zaidi hata vile anavyoshirikiana na dada wa kazi. Ili hata pale ambapo yule dada anayemlea anaweza kuwa pengine
kwa bahati mbaya siku hizi tunasikia wadada wa kazi wengine wanafanya vitu sivyo, basi huyu mtoto awe anaweza kukuambia, anajua huyu ni mama yangu, anajua huyu ni dada. Sio anaona huyu dada ndio kama kila kitu kwangu. Kitu ambacho wakati mwingine kimekuwa kitokea katika nyumba zetu. Watoto wanadhuriwa hata na madada hawatuelezi. Na nikutie moyo wewe mwanamke ambaye una kazi yako. Nikutie moyo mwanamke ambaye una msichana na kusaidia kazi. Vile vile kuna siku hebu chukua hatua ya kumwambia huyo dada aondoke, fanya kazi zako zile zote mwenyewe nyumbani. Maana wakati mwingine pia huwa tunaweza kuwalaumu na kuwasema, kumbe tungefanya zile kazi sisi tungeelewa vizuri zaidi uzito wake na tungeweza kuwatazama kwa kuwathamini zaidi kama kwa Bwana, kama tunavyomthamini Mungu wetu na kama Mungu anavyotaka tuwatazame hawa watumishi tunaokaa nao majumbani. Kwa hiyo mtu wa Mungu mwanamke, nyakati hizi imekuwa ni vile vile kwamba vyeo vyetu vimekuwa wakati mwingine vinaingia kwenye nyumba zetu. Haijalishi wewe una pesa, una mali, una kitu gani. Tena unyenyekevu wa kweli, mwanamke ambaye una pesa yako, una biashara zako, una kazi yako, una magari yako, una majumba yako, una kila kitu chako, ndiye ambaye katika roho unaweza kufanya katika roho na kweli kumnyenyekea mume wako. Chukua hatua ya kumuonyesha unyenyekevu, sio kwa sababu unahitaji chochote toka kwake, ila kwa sababu nafasi hiyo wewe ni Mkristo. Yesu Kristo amekufundisha kuwa mnyenyekevu. Nafasi hiyo Mungu amempa kama mfalme juu yako, kama kiongozi juu yako, kama bwana juu yako, kama mume juu yako. Anasema yeye ni kichwa juu yako kama Kristo alivyo kichwa juu ya kanisa. Kwa hiyo mwanamke pia jua kushuka, jua kunyenyekea, jua kukaa kwenye nafasi yako sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na neno hili likae litusaidie tutakapochukua hizi hatua, basi tutaona kuimarika na kuendelea kujengeka. Mahusiano yetu yatakuwa imara zaidi. Mimi nikuache katika neema ya Mungu hapo, na naomba nikuachie tena mstari siku hii ya leo. Nikuachie neno la Mungu kutoka hiyo Injili ya Yohane sura ya 13 ule mstari wa 3, kwamba Yesu hali akijua ya kuwa amepewa vyote na Baba, naye ametoka kwa Mungu tena anakwenda kwa Mungu, aliinuka chakulani, akavua vazi lake na kuliweka kando, akajifunga kitambaa, akaanza kuwatawadha miguu wanafunzi wake, akiwafuta na kile kitambaa. Mungu atusaidie, maana neno la Mungu linasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Mungu atusaidie kuishi unyenyekevu, kwa sababu unyenyekevu ni kujitambua. Unyenyekevu ni kujiamini, unyenyekevu ni kujithamini. Watu wengi wameshindwa kuwa wanyenyekevu kwa sababu kuna muda ambao walijaribu kuwa watii na wanyenyekevu wakaumizwa, hisia zao zikaumizwa. Mtu wa Mungu, pale ambapo hutambui thamani yako, pale ambapo hujitambui vizuri, hujithamini zaidi, ndipo unapoweza kushindwa kuwa mnyenyekevu. Unaweza kushindwa kuwa mnyenyekevu kwa sababu, kwa mfano, nimekutana na mwanamke ambaye anaelezea jinsi ambavyo alimpenda mwanaume akamnyenyekea sana. Nikutana na mwanamke mmoja alinielezea jinsi ambavyo aliishi na mume, alimpenda mume, alimheshimu mume, alimthamini mume, alipambana hali na mali kuzalisha, alikuwa anafuga kuku ili waweze kujenga na mumewe. Lakini alikuja kugundua kwamba pesa anazozalisha mume wake amekwenda amemwekea bili kabinti kalikuwa kanafunzi kanasoma chuo, mtoto tu. Kamwekea bili mahali kwenye duka. Yule binti anaweza kwenda kuchukua soda, kuchukua vinywaji, anachukua chochote anachotamani hapo dukani. Na yule mume wake huyu mwanamke ndio anayekwenda kulipia. Wakati yeye anapambana hata soda hanywi kutokana na malengo aliyojiwekea na mume wake ya kifamilia na kumjali na kumthamini mume wake. Toka siku hiyo alikuwa ananiambia yule mwanamke kwamba sitakaa ni mheshimu wala kumthamini mwanaume. Kwa hiyo kumbe kilichotokea ni kwamba huyu mwanamke alikuwa amedhalilishwa na mume wake kutokana na kwamba alimpenda, lakini mume wake hakuthamini ule upendo wake. Kwa hiyo mwanamke alidhalilishwa na mume wake kiasi kwamba akadhalilika, na yeye akakubali kudhalilika kiasi kwamba sasa hawezi tena kumheshimu mwanaume. Lakini kumbe kama wewe ni mwanamke unayenisikiliza umeumizwa namna hiyo, sasa hivi tunaambiwa kuhusu afya ya akili na serikali yetu imejaribu kuchukua hatua. Mahospitalini kuna madaktari ambao wanaweza kukupatia huduma ya counseling, huduma ya afya ya akili. Mahospitalini ukienda kwenye hospitali za wilaya zote, hiyo huduma ipo, utaipata, kwa sababu sasa hivi ni tatizo kabisa lipo kitaifa hapa kwetu.
Lakini wewe ambaye ni mtu mwenye imani ya kidini, nenda kwenye eneo la kidini. Wale viongozi wa dini pia wana masomo wanaokuwa wamefundishwa kwa ajili ya counseling and support. Wanaweza kupeleka kwenye ushauri na wakakusaidia ili upone. Kama huyu mwanamke ninayemwelezea amefikia mahali hajithamini. Kumbuka ninakwambia unyenyekevu ni kujiamini, kujithamini na kujitambua. Kwa hiyo huyu mwanamke alikuwa haoni tena thamani yake. Hajitambui tena kwamba yeye ni mtu wa thamani. Matokeo yake anashindwa kuwa mnyenyekevu. Kama unashindwa kumnyenyekea mume wako mwanamke, inawezekana umeumizwa kiasi kwamba umepoteza kujithamini ndani yako. Na hicho ndio unachohitaji kifanywe kazi ili kipone tena, ili uweze kumheshimu mwanamume kama ikupasavyo kadiri ya neno la Mungu.